Ashhadu alla ala ilaha la illa Allah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan anayetumwa na Mungu anakuwa na. So acha nikuelezee sasa. So in Christianity we believe in the Holy Trinity. Kuna God the Father. Imeandikwa wapi? Shika, tafuta Holy Trinity. The Bible, si uko na Biblia hapa? Yeah, niko nayo. Hebu Google ama utafute. The Trinity does not appear in the, it is a doctrine that does not appear in the Bible. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ama ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu wapendwa watazamaji wa Straight Path Dawa. Karibuni sana kwenye kipindi cha Dawa Mitaani. Mimi najulikana kama Ramadhan Kuria bin Kaguo, na leo tumetembelea tena uwanja huu wa Jacaranda. Mashallah, ni sehemu ambayo tumefanya dawa kwa miaka mingi. Tangu wakati wa COVID tumekuwa hapa. Alhamdulillah, pia naona pia hii dawa yetu imevutia watu wengi sana, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na wengine vile vile pia wamekuwa wakitembelea pia kufanya dawa katika kiwanja hiki. Na tunaona ni khairi kubwa. Niko na mwenzangu hapa anajulikana kama Khalifa Juma, na watu tunasaidiana katika kufanya dawa. Kwa hivyo kabla hatujaanza, sio vibaya naye aweze kutusalimia inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupatia nafasi hii kuweza tena kufika kwenye viwanja vya dawa. Lengo na madhumuni kufikisha kalma ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karibuni nyote, tuandamane sote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Na hapa ndipo sehemu ambapo watu wanajifunza elimu mbalimbali na kupata fursa ya kuuliza maswali kuhusiana na maswala ya imani ya dini mbalimbali. Lakini lengo letu haswa sisi ni kueneza dini ya haki ambayo ni dini ya Kiislamu. Kwa hivyo kama ndio mwanzo ndio unatazama kwa mara ya kwanza channel hii ya Straight Path Dawa na bado huja subscribe, basi ingia pale chini uweze kusubscribe. Ndio maana yake vipindi hivi vikitokea unakuwa kwanza kuweza kutazama vipindi hivi. Leo tuko na Sheikh Ramadhan Kuria, atakuwa akiendesha kikao hiki kwa njia ya mkao wa kukaa kwa sababu ya maradhi ambayo yanamsukuma inshallah. Na maradhi ni mtihani unaotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kumwezesha Sheikh kupata afueni kutokana na mtihani ambao unampata kwa sasa. Na mengine ni kwamba unavyoona ni kwamba ndio dawa iweze kusonga mbele, huwa tunahitaji mtaji wa kutuwezesha sisi kuweza kusongesha mbele kazi ya dawa. Hii inamaanisha kwamba wewe mtazamaji unafaa kuchangia kwa njia moja au nyingine kwa kutoa maoni, lakini pia kusupport dawa kwa njia ya kifedha, kwa sababu dawa haiwezi kusonga mbele bila ya fedha. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu amekujalia wewe, Mwenyezi Mungu amekujalia kipato kidogo katika mfuko wako, basi kama kuna sehemu ya kuwekeza katika khairat zako, ni kuwekeza katika channel hii ambayo inawasaidia wengi katika ulimwengu mzima kuweza kupokea mafundisho sahihi ya Uislamu, na pia wewe utakuwa umefanya kazi kubwa ya kufikisha dawa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia
katika kutoa zakat. Hii ndio sehemu kamili ambayo mtu pia unaweza kuchangia katika kutoa zakati yako, zakatul mal, ambayo inaweza kusaidia katika kueneza dini katika njia ya aljihadu fi sabilillah na kufikisha dini katika watu ambao hawajai kupata mwanga wa kupata dini hii ya Kiislamu. Kwa hivyo karibuni, tuendelee sote kwa pamoja. Asanteni. Naam, shukran. Mpendwa mtazamaji, basi usahau kusubscribe ili uweze kupata mengi ambayo yanapatikana katika chaneli yetu. Na sio vibaya ikiwa hii ndio video yako ya kwanza, basi jua kunazo nyingi tu ambazo tumekuwa tukiweka. Sio vibaya ukawa unazitembelea na kuzitazama. Hata kama mwe kutazama ukirudia, kuna baadhi ya maneno ambayo yanasemwa hapa utakuwa umejikumbusha inshallah. Kwa hivyo huenda baada ya kipindi hiki tukawa na mapumziko marefu ya dawa mitaani, kutokana na kwamba muda mwingi inakuwa naenda matibabu, na kama wenzangu watakuwa wanakuja sawa, lakini mimi huenda nikachukua likizo kidogo kuweza kufuatilia matibabu. Na kama mnavyoona, mara mwisho pia tumekuepo hapa siku zimepita. Namshukuru Mwenyezi Mungu, yote ni khairi, lakini mimi namuomba Mwenyezi Mungu anipe afya, anipe nguvu ili niweze kuendelea na dawa, kwa sababu dawa nayo haina mwisho. Sisi ndio huwa tunafika mwisho, lakini dawa itaendelea tu mpaka, japo nayo ina mwisho. Siku ya kiyama hakuna dawa. Hapo sasa itakuwa ni kulipwa malipo ya ile kazi ambayo tumekuwa tukifanya hapa duniani. Kwa hivyo inshallah tuombeane, mtukumbuke kwenye dua zenu, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi. Amin. Sasa kabla hatujaendelea, kwa sababu ni muda mfupi tu tumekuja hapa, nilikuwa hospitali, nimechelewa kidogo. Huenda tusifanye kipindi kirefu, ni kipindi kifupi tu. Naona hapa niko na jamaa amenifuata, sijui tulimsilimisha hapa ama naomba muite huyo. Hata wewe njoo usalimie kidogo. Hebu ongea na hawa vijana wetu inshallah. Kwa hivyo Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Ulisilimu hapa? Ndio, nilisilimu hapa. Sasa tukisalimiana asalamu alaykum, huwa tunajibu Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Huwa tunajibu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Unajibu wa alaykum salam. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ndio nimekusalimia. Asalamu alaykum. Unafaa ujibu namna gani? Alaykum salam. Na maana yake ni amani ya Mwenyezi Mungu na rehema zake na baraka zake ziwe kwako. Na wewe unajibu amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake na rehema zake ziwe kwako pia. Asalamu alaykum wa alaykumus salam. Lakini bora sana mtu akikusalimia asalamu alaykum, we ni bora sana uweze kumalizia hiyo salamu, kwa sababu unapata baraka nyingi. Na katika kusalimia mtu mwenye utangulia kusalimu mtu mwingine, yeye huandikiwa baraka nyingi zaidi. Na kumsalimia mtu ni sunna, yani ni sunna kwamba yani ukipita mtu bila kumsalimia haiwi moja kwa moja kwamba ni dhambi. Lakini mtu akikusalimia asalamu alaikum ukakosa kumjibu hiyo salamu, basi unakuwa ni mwenye kukosea. Sawa? Naam. Jina lako hebu tukumbushe, tulipewa jina gani? Yasin. Yasin wal Qur'anul Hakim. Hiyo ni sura katika miongoni mwa sura za Qur'an, jina kubwa sana katika Qur'an. Na hasa baada ya kuingia katika dini ya Uislamu, hasa kufika leo, kuna kitu labda umeona cha tofauti, ama bado maisha yako yangali vile vile ulivyokuwa? Hapa maisha yangu yamebadilika, nimepata ndugu Waislamu ambao wananisaidia. Naam. Waislamu ni watu wenye roho nzuri sana. Naam. Kando na hapo nimeanza kusoma, tunaenda msikiti hapa Soweto. Unaenda msikiti wa Soweto kusoma?
Vizuri sana, inshallah Mwenyezi Mungu akuongoze uweze kujua dini halisi na pia wewe ufundishe wengine. Na leo inshallah tutakupatia kanzu yako leo, uwe na picha ya Uislamu, si ndio? Vizuri sana. Na baada ya kuingia katika Uislamu kuna mambo pia afaa mtu akisha ingia katika dini aache. Kama alikuwa anapiga glasi ya pombe, iishie pale. Kama alikuwa anavuta sigara, bangi, vitu hivyo vyote viishie pale. Yaani ukisha kuwa Muislamu unakula chakula safi, unakuwa mtu msafi, unakula chakula safi, chakula ambacho hakidhuru mwili wako, si ndio? No. Vizuri sana ndugu yangu, sijui huyu ni ndugu yangu, tumekuja naye, anataka pia asilimu. Mashaallah. Mleta pia naye asilimu. Allahu Akbar. Vizuri sana, karibu sana ndugu yangu. Jina unaitwa nani? Naitwa Pivon. 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 Sasa wewe umekuwa Mkristo. Yeah. Lakini umeamua unataka kuwa Muislamu. Huyu amesilimu. Unaona sasa nuru ya Uislamu. Yeah. Yaani ndugu yetu hapa kasilimu, naye pia ameenda amemuhusia mwingine. Kisha amemleta katika dawa. Ndio huyu amekuja naye pia anataka kusilimu. Kwa hivyo moja kwa moja nitamkabidhi Sheikh aweze kuzungumza na wewe kwa dakika moja inshallah, kisha tutaweza kusilimisha hapa. Katika kusilimu sisi hakuna kubatizwa, hakuna kulipa sijui pesa nini, hakuna kulipishwa hela. Kusilimu ni kuamini tu Mwenyezi Mungu ni mmoja, na mtume wake Muhammad, na mtume wake Isa, na mtume wake Ibrahim, mitume wote ukawaamini na kuwafuata. Unaona? Yeah. Karibu sana. Karibu Sheikh. Naam, umesema unaitwa nani? Pivon. 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 Yeah. Sasa hatukucheleweshi. Kwa Muislamu hakuna process ndefu eti sijui uende uandikishwe sijui wapi, sijui ulipie sijui wapi, sijui utatamka maneno ambayo nitakutamkisha. Tunaanza na lugha ya Kiarabu. Najua labda ni ngeni kwako, lakini pia tutakupa maana yake ili ujue ni nini ambacho umekitamka. Sema ashhadu. 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 Hadu, nataka umalize ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. La. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Kwa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hapana mola mwingine. Hapana mola mwingine. Apasaye kuabudiwa kwa haki. Apasaye kuabudiwa kwa haki. Ila. Mwenyezi Mungu. Allah. Peke yake. Na nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Muhammad. Ni mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Takbir. Allahu Akbar. Ungependa kuitwa nani Pivon? Abdallah. Allahu Akbar. Basi inshallah tumpatieni zawadi ya kanzu. Nafikiri pia kofia zipo Zipo. Kofia zipo. Kwa hivyo nafikiri saizi yako itapatikana inshallah. Na nani na Yasin inshallah. Kama imeguswa na uchafu haina shida, atafua tu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, tunaendelea na hii dawa, na iwapo hatufanyi uwanjani tutakuwa tunajaribu kufanyia ndani inshallah. Dawa ni namna nyingi. Kwa hivyo bora tumefikisha ujumbe. Naomba muvae tuone. Mvae ndio ujue saizi kama inakutosha. Kama ikutoshi unaendelea kutafuta. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuendelee kuunga dawa mkono, na sio vibaya ukishare hii video. Ukishare utakuwa na wewe pia umefanya dawa kubwa, kwa sababu utakuwa umesaidia mwingine kufikiwa na ujumbe. Ujumbe wetu ni kuhubiria watu ama kuwaelimisha watu na kuwakumbusha watu kwamba anayestahiki kuabudiwa ni mmoja tu. Lengo kubwa ni kuwarudisha watu katika tauhidi. Maana kama umekuwa ukifuatilia katika vipindi vilivyopita, hapa tumekuwa tukipata watu wenye itikadi za ajabu sana. Mtu anaamini kwamba Mungu tena sio mwana tu, mpaka mwana anakuwa na mwana na mjukuu.
Umetangulia kusema Mungu alipenda ulimwengu akaja akafa. Sasa baadaye ukaniambia kuna Mungu Baba, alafu kuna Yesu na kuna Roho. Si ndio? Sasa kati ya hawa nani alikufa? Mwenye alikufa ni Yesu Kristo. Ndiye Mungu. Ndiye Mungu, lakini Mungu iko kama kuna Mungu huyo Baba. Tuseme yani wewe uko na wazazi. Tuseme huyu, tuseme kwa mfano huyu ni mzazi wako. Kuna mwingine mtoto wa huyu ako nyuma, peana mfano na huyu. Njoo huku tufundishwe. Wewe ni baba, huyu ni mwana, huyu ni mwana wa huyu mwana wako. Huyu ni mjukuu wangu. Huyu ni mjukuu wako. Mbingu iko hivyo. Huyo mwenye alikufa ni huyu mtoto wako. Ndio Yesu. Huyu alikuwa hapo akaambia hao watu ati musihangaike. Sasa huyu ambaye ni mtoto wa yule. Kwa hivyo sasa mimi sitaki kusema mimi ni Mungu, lakini mimi ni baba vile mnasema. Na huyu ni mwana. Huyu ni roho. Hivyo. Sasa huyu roho ni mwana wa yule. Si ndio? Wa Yesu. Ni hivyo. Na Yesu ni mwanangu. Si ndio? Kwa hivyo huyu ni mjukuu wangu. Kwa hivyo wewe kulingana Roho Mtakatifu ni mjukuu wa Mungu. Tumepata mwingine hapa akatuambia Roho Mtakatifu ni Mungu Mama. When you are being visited by Holy Spirit, our God the Mother is the same na Holy Spirit. Unasikia hapa sasa kuna God the Mother. Wewe unasikia hapa? Sasa wako na Mungu Baba, wako na Mungu Mama, wako na Mungu nani? Kuna Mungu mjukuu, eti Mungu Baba, Mungu Mama, Mungu Mwana, tena huyu ambaye anaitwa Mungu Mama, wengine wasema hapana, huyu ni Mungu mjukuu. Mashaallah, naona zimeingiana vizuri sana, mashaallah. Sasa hebu jaribu kufunga hapa ndio utajua kama inakutosha vizuri. Saidie kufunga hapo inshallah. Alafu wapate na kofia. Naona kuna mwingine anapita huko nyuma anasalimia. Tafuta ingine. Nani huyo amesimama huko nyuma? Sheikh Khalifa, nani kasimama nyuma hapo? Kijana. Ujambo? Inshallah. Kwa hivyo ndugu zangu, kama nilivyokuwa naelezea, lengo ni kuwafundisha watu wamjue Allah peke yake, kwamba ndiye anayestahili kuabudiwa, na wamjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini alitumwa. Maana kuna watu wanafikiria kwamba sisi Mungu wetu anaitwa Muhammad. Yaani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamchukulia kwamba ndiye Mungu wa Waislamu. Na bila sisi kusimama ama kuja uwanjani kama hivi, watu wengi wanaangamia katika upotofu kama huo. Sio vizuri. Uislamu kwa hapo una ule ukweli, una ujumbe wa kweli, lakini haufikishi kwa wale ambao wanahitaji kufikishiwa. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuwafahamisha wanadamu, tuwahabarishe zaidi kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajue kwamba huyu ndiye mtume wao, huyu ndiye mtume wa ulimwengu mzima, na wajue vile vile Allah ndiye Mungu ambaye ni wa milele. Maana miungu wengi wamekufa, na wengi ambao watakuja bado kujiita miungu bado watakuwa ni miungu feki na watakufa. Lakini Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni hayyun la yamut. Yeye ni mwenye uhai wa milele, mwenye uhai wa maisha, yeye hafi. Kuna jamaa hapa juzi alituambia Mungu alikufa kwa kuwapenda sana wao, Mungu akaamua kujiua. Hiyo dini yetu ni tunaingia kwa hiyo dini sababu tuliamini Mungu. Mungu alitoka mbinguni akakuja duniani akakubali kukufa kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa itikadi kama hii yani ni itikadi potofu na inaendelea kuhubiriwa, na wengi wanaohubiri si kwamba ati ni wajinga vile. Ni watu wana PhD, watu wamesoma, maprofesa, lakini bado hawajapata hidayah. Kwa hivyo sisi ni kufikisha wa ma'alina ila albalaghul mubin. Na Mwenyezi Mungu anasema innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kwa hivyo hidayah ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni kuwaeleza tu
Mwenyezi Mungu akifanya wepesi wanatuelewa na wanawaongoza wanakuwa Waislamu. Kwa hivyo naona hapa vijana wanaendelea kujipima kanzu. Wako wengi tu, unajua walikuwa wanatutafuta lakini hatupatikani. Kwa hivyo leo kidogo tumepishana. Kwa hivyo Ustadh Khalifa, sijui na lipi inshallah, maana mambo ni mengi, wakati ndio mchache kabisa. Naam, tukiendelea, wakiendelea kumaliza kuvalia kanzu zao, wanaonekana maridadi. Tungependa kuwashukuru wale ambao pia huwa wanasaidia katika kufikisha vipindi vyetu vya Straight Path Dawa, katika kushare information ya Straight Path Dawa kufikia watu wengine ambao labda hawana uwezo wa kufikia mitandao, lakini wanasaidia katika kusambaza ujumbe wa Straight Path Dawa na kazi tunazozifanya katika viwanja hivi. Sheikh, kuna bwana mmoja katika mtandao anaitwa Sheikh Rasi. Tumemwona sana Sheikh Rasi pale mtandaoni, katika anajitahid sana katika kusaidia kusambaza ujumbe wa Straight Path Dawa, na pia tunakuombea Sheikh Rasi, endelea katika kupambana pia kufikisha dawa ambayo tunafanya hapa. Unafanya kazi nzuri, na wengineo wengi tu mitandaoni tumewaona ambao wanajaribu pia kusambaza ujumbe huu. Na Sheikh Ramadhan, utaona kwamba mitandao mingi ya dini, utapata kwamba mitandao mingi ya dini ukiingia pale ukijaribu kudownload ile video ambayo inawekwa pale ili labda utatazama kwa wakati mwingine, unapata haiwezekani. Unaambiwa kwamba hiyo video imefungwa. Lakini huko hapa katika Straight Path Dawa tumeweka huru kabisa. Kwa hiyo sisi tunafanya aljihadu fi sabilillah, ujumbe ufikie kila mtu. Kwa hivyo wewe pia ingia pale, usubscribe, ule ujumbe utakaopata pale utumie. Hizo aya pia andika, iwe Qur'ani iwe Biblia, andika hizo aya, nayo pia fundisha watu wa nyumbani ile sehemu unayoishi. Kwa hivyo hapa ndipo tunapokuwa tunajibu maswali ya dini na kuweza kujifunza mambo mengi kuhusiana na dini. Na leo tumekuja tu hapa, lengo na madhumuni ni kuweza ndugu yetu hapa mmoja alisilimu wiki 2 zilizopita kama sijakosea, lakini amekwenda ameongea na ndugu yake haswa kuhusiana na Uislamu. Yani yeye kasilimu kisha amekwenda kuzungumza na ndugu yake kuhusiana na Uislamu, na amemleta ndugu yake pia kusilimu. Sasa wote wako hapa, wote wawili. Yani ukipata mwanga wa dini, naye pia fundisha mwingine, naye pia apate kuathirika na mafundisho ya Uislamu, naye awe Muislamu. Sasa shekha wamekwisha kuvaa, naona wako sawa. Naona hizo kofia kama ndogo ndogo, lakini watafanywa utaratibu wapate size kubwa, wapate size zao, maana size zote ziko inshallah. Na wewe ulioko hapo labda ulisilimu na hujapata kanzu, pia sio vibaya, wasiliana nasi kupitia nambari za simu ambazo ziko hapo kwenye screen yako. Piga simu inshallah. Usichoke, ukituma ujumbe uone hukusoma kwa wakati, piga simu tu inshallah na utajibiwa. Kwa hivyo naona mambo yanaenda vizuri. Kwa hivyo endelea kutegea hapo inshallah. Na kama hujasubscribe, hebu chukua fursa hii usubscribe. Kusubscribe ni very simple, alafu haulipishi chochote. Yani ni free of charge, hakuna malipo kusubscribe, niwe tu bofya. Naona sasa tuko 1089, angalau tatufike 100,000 subscribers. Maana hii channel yetu ndio ya kwanza kabisa, channel ya dawa. Hii ndio channel ya kwanza, na hapa ndo wengi wamejifunza hapa kwenye Straight Path Dawa, mashallah. Kwa hivyo sio vibaya, tuendelee kusupport Straight Path Dawa kwa kusubscribe kwa wingi na kushare kwa wingi. Na kama uko hapo TikTok vile vile, ukinifuatilia Ramadhan Kuria, utapata video nyingi hizi ambazo tunaweka kwenye YouTube siku hizi, pia zinapatikana kwenye TikTok ya Ramadhan Kuria. Na unaweza ukachukua ukatengeza hata page yako
ukawa unakata vile vipande muhimu unaona vina ujumbe muhimu, ukawa una posti. Sisi hatukatazi mtu kuposti. Una posti tu, una posti na ujumbe utazidi kufika mbali inshallah. Haya, naona kama kuna maswali labda unaweza kuchukua inshallah. Mpenda mtazamaji, chukua fursa hii kusubscribe, tukitegea tuone kama watauliza, maana wanasikiliza tu. Na channel ni moja Kenya nzima, inaitwa Straight Path TV. Jamani, don't miss out. Na vile vile jamani, unaona Ramadhani yako hapa, atakuwa unapatia mawaidha ambayo iko sawa, iko poa, iko bomba. Kama unavyoona sasa, sote hapa sasa sisi ni Waislamu. Ndugu yetu amekwisha kusilimu sasa hivi na amekwisha kuchukua kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na ndugu yetu, kwa sababu umeingia, ni vizuri labda tukuambie mtu anapokuwa Muislamu hasa maana yake ni kitu gani. Cha kwanza kabisa, mtu anapokuwa Muislamu ni kuamini ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na hayo ndio maneno ya kwanza ambayo umetamkishwa hapa, si ni kweli? Ni kweli. Baada ya kuamini Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, cha pili sasa ni kuanza kumwabudu huyo Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ulipokuwa nje ya Uislamu hujawahi kumwabudu Mwenyezi Mungu hata siku moja. Haujawahi kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ndio umeingia katika dini ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mbona nasema hujawahi kumwabudu Mwenyezi Mungu? Kule ama kama wanamwabudu basi hawajawahi muabudu kama ipasavyo. Unaona? Kwa mfano, unapata mtu anamwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu naomba kadha wa kadha wa kadha wa kadha, naomba hiki, alafu mwisho anamwacha yule Mwenyezi Mungu. Anakuja anasema katika jina la katika jina la Yesu nimeomba, si ndio? Ndio. Anamwacha Mwenyezi Mungu tena narudi kwa Yesu. Unaona, haya ni maombi ambayo hayakwendi mahali, yanabaki hapa hapa. Unaona? Lakini ulivyoingia katika Uislamu, Mwenyezi Mungu ndiye anabaki kuombwa kila kitu. Si kumuomba Mtume Muhammad, hapana. Si kumuomba Musa, Ibrahim. Hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Na wao walitumwa kwa kazi moja. Mitume wote walikuja kazi moja. Kufundisha ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja, na kutufundisha jinsi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Unaona? Sasa ukisha ingia katika Uislamu, cha kwanza ni kubaki kwa Mwenyezi Mungu mmoja. Hiyo imani ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, huo ni upagani. Sasa unaacha upagani, unarudi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Cha pili, kuna imani ambazo ulikuwa ukiamini, ukifuata hizo imani lazima tukutoe, urudi katika njia iliyo sawa. Eti Mwenyezi Mungu ako na mtoto, hiyo kwanza unatoa. Yes. Kwa sababu hiyo sio sifa ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Yeah. Mungu kuwa na watoto, hiyo sio sifa yake. Sisi tukiwa na watoto na Mungu akuwe na watoto, tofauti yetu itakuwa nini? Hakuna. Unaona sasa Mwenyezi Mungu hana hiyo sifa ya kuwa na watoto. Unaona? Yes. Tena unajua katika Ukristo kuna Biblia za kushangaza. Kuna Biblia inaitwa Good News Bible. Sijui shule umesoma hadi kiwango kipi? Form 4. Form 4 umesoma vizuri sana CRE, si ndio? Ukisoma hiyo Good News Bible vizuri katika John 3:16 inakuambia vizuri, for God so loved the world that he sent his only begotten son, so whoever believes in him shall not die but shall have eternal life. Ukisoma ile andiko utaona kwamba ni maneno haswa ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ukilisoma neno baada ya neno utagundua kumbe haya ni matusi, hata yanamtukana Mwenyezi Mungu bila kujua. Si ni kweli? Ni kweli. Kwanza Yesu kuwa mwana wa Mungu. Ukiangalia Biblia vizuri, labda kwanza kupitia katika kitabu cha Mathayo 5:9 inasema, wamebarikiwa wafanyao mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wamebarikiwa wafanyao amani, wataitwa wana wa Mungu. Unaona? Ukiniuliza mimi nani, nitakwambia mimi ni mwalimu, mimi ni daktari, mimi ni fulani. Lakini ikishafika kwa Yesu, sasa hawataji cheo chake hasa ni gani. Wao wanampeleka ati Yesu sasa ni mtoto, wanatafutia wazazi.
kana kwamba tumeuliza wazazi. Yes. Unaona? Sasa Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa imani ya Uislamu. Na hata katika vitabu vingine ambavyo si vya Kiislamu Yesu anabaki kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ila kwa ukaidi tu wa watu wanafanya vitu makusudi kwa kumkataa mtume wa Mwenyezi Mungu na kumdhalilisha Yesu na kumuita eti ni katoto. Hiyo ni kumdhalilisha mtume wa Mwenyezi Mungu, jambo ambalo Uislamu umekataza kabisa. Unaona? Cha mwisho kabisa, Uislamu unafundisha ya kwamba Yesu ni mtume wake, mtume wa Mwenyezi Mungu, sawa? Na alikuwa ni Muislamu mwenzetu. Kwa hivyo haimaanishi kwamba ukiwa Muislamu ati maana yake ni kumkataa Yesu, hapana. Ndio sasa kumwanza kumfuata sasa kikamilifu. Yeye alikuwa anaenda msikitini kuswali. Hakuna siku Yesu aliwahi kanyaga kanisani, na hakuna padri wala bishop aliyesoma Ukristo anaweza simama hapa kutuambia Yesu aliingia kanisani akafanya ibada. Hakuna. Na akitokea hata mmoja aandike pale aandike hiyo aya inayosema Yesu kaingia kanisani, andika pale katika skrini watu wasome. Hakuna, haikukuwepo, haipo wala haitokea hata siku moja. Unaona? Katika Luka 4:16 Yesu alikuwa anaingia msikitini kama kawaida. Unaona? Cha mwisho, imani ya kwamba ati wewe kusamehewa dhambi zako ati lazima mtu anyongwe, mtu afe, apigwe msalabani, ndio pale sasa wewe karibu sana. Karibu sana. Mambo brother? Nzuri sana. Sasa naambia sijajua jina lake, anikumbushe. Unaitwa nani? Elisha. Katika Uislamu ni Eliasa. Elisha ni jina nzuri. Asante. Si ndio? Wewe ni mwanafunzi? Shule wapi? Kitale. Darasa gani? Form 3. Form 3. Wewe ni msomi bwana. Wewe ni msomi kabisa. Unajua nyinyi mkiwa wasomi, CRE unafanya ama ulitupa? Mimi? Nafanya. Unafanya CRE. Ulizeni maswali walimu, msiwaache hivyo. Sawa. Na ukifika darasani, hapa ndio sehemu ambayo utapata maswali ya kwenda kumuuliza mwalimu darasani. Kama gani? Kama hii. Aliyemuua Yesu msalabani majina yake anaitwa nani? Akuambie kwanza. Si walikuwa hawa Romans. CRE unajua kuna mambo mengi tulikuwa tukisoma. Although nakumbuka mambo ya major prophets na minor prophets. Na ni swala nzuri tu kwa mitume. Lakini mitume hao umewahi kuambiwa walikuwa dini gani? Walikuwa Wakristo. Basi unaona, wakati unasomeshwa CRE umewahi kutolewa verse yoyote, sababu sharti ukienda shuleni ununue Biblia, si ni kweli? Yaani hapa mpaka mnaondoka ama uko kazi kidogo pia? Sawa. Basi usikae mbali. Sawa inshallah. Unaona? Ukienda shuleni unamuingiza mtoto wako form 1. Siku hizi sijui ananunulia wapi, lakini ukiingia form 1 tulikuwa sharti ununue Biblia. Hata kama ni Muislamu, wewe ingiza mtoto shuleni anaenda na Biblia. Ndio siku hiyo utakuta watu wanatupigia simu, Sheikh, ni Biblia gani hiyo inatakiwa mtoto? Na ni Muislamu, lakini umewekea utaratibu. Unampeleka mtoto wako shuleni, maana ni shule ya kanisa, anaenda na Biblia. Sasa nyinyi mnaposoma sio vibaya kumuuliza mwalimu, although sasa kuna ile inaitwa syllabus. Sasa yeye anasema manabii walikuwa ni Wakristo. Kwani ili mtu awe Mkristo anatakiwa kufanyaje? Ili mtu awe Mkristo anatakiwa kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Okay. Kristo ni nani? Kristo, Jesus Christ ni our savior, mwenye alituokoa dhambi zetu. Sasa kwa mfano huyu Sheikh hapa akitaka kuwa Mkristo, wewe unaufahamu jinsi gani anaweza akabadilika akaacha Uislamu akawa Mkristo? Anakuja kanisani, tunauliza yoyote anaweza taka kuwa Mkristo. Tunakuja tunamwambia kuna maneno kwa Biblia Romans 10:9
inatuambia, acha isomwe. Rumi Kwa hapa nyuma ya Matendo. Nyuma ya Matendo huko. Warumi 10:9 inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hiyo ndio kuwa Mkristo. Ukimkiri Yesu kwamba ni Bwana, na ubatizwe. na ubatizwe, hapo ndo utaokoka. Unabatizwa in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Unakuwa Mkristo. Sasa hapo kanisani, sababu umesema aje kanisani, akifika kanisani ndo anatakiwa batizwe huko ndani ya kanisa. Si hata lazima, inaweza kuwa tu ni mpita njia. Iwapo tu tuseme hivi, huyu mtu unaona kama huyu yule amesilimu hapa. amesilimu. Amesilimu hapa. Yule ameenda kazi, sijui ameenda wapi. Ni ndugu yake huyu. Hata huyu alisilimu hapa. Na wengi sana wamesilimu hapa. Mtu anapokuja, sababu yake ya kusilimu. Sababu yake ya kusilimu, Qur'ani 2:138 ndio hii sababu. Qur'ani 2:138. Si unajua kusoma? Wewe ni mwanafunzi, hebu mpe asome. 2:138. Hapa. Naam, Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba kuweni na nyinyi Waislamu. Kwa hivyo amekuwa Muislamu kwa sababu ni pambo la nani? Mwenyezi Mungu. Ukiwa Muislamu bimaana unapendeza kwa sababu umejipamba. Lakini umejipamba kupitia pambo la nani? Mwenyezi Mungu. Ndio maana akawa Muislamu. Sasa hapo umeniambia huyu akitaka kuwa Mkristo mpaka aje kanisani. Na kanisani huwa mnaenda Sunday. Ina maana huyu leo atasubiri kuanzia leo mpaka Sunday aje kanisani mumbatize? Hapana, yani inaweza kuwa hata anaweza kuwa Mkristo hapa. Kila mtu ako na hiyo uwezo wa kumfanya vile nyinyi mnasema kusilimu. Ukimkotea hiyo Bible unasema rudia nyuma yangu. Hizo maneno na uamini kwamba Mungu alimfufua Bwana Yesu kutoka kifo na utaokolewa. Sasa kuna pahali Yesu alisema mkiamini nimekufa mnakuwa Wakristo. Si tunaamini in the power of the resurrection. Ni maneno ya kuaminishwa ama ni maandiko? Ni maandiko. Na nataka andiko. Ukitaka kuwa Mkristo semeni hivi. Si ndio hiyo Romans 10:9. Hapa haijaniambia nimekuwa Mkristo. Inasema tu nitaokoka. Si ndio hiyo kuwa Mkristo si ni kuokoka. Hapana. Hapana bwana. Hapo umetupanga. Si unasema ni muokoka na Yesu ni Bwana. Ni hivyo. Sasa nikuulize. Mariamu aliyemzaa Yesu. Aliwahi kusema Yesu ni Bwana? Mary. Yaani Mariamu amzae Yesu alafu aseme huyu ni bwanangu. Si unaweza irudia na Kiingereza. Okay. Anasema niongee Kiingereza. I'm asking this, Did Mary, the mother of Jesus, ever call Jesus my Lord? In which verse? Siwezi kumbuka vizuri lakini si alikuwa anamuita teacher. Hiyo pale hadi akimpanguza mguu. Mimi siongei kuhusu hao wanawake wengine walikuwa wanampaka mafuta. Naongea Mariamu mzaa Yesu, the Mary mother of Jesus. Pale Yesu alikuja alafu Mary akakaa na yeye, lakini Martha huo alikuwa dadake. Alikuwa yani amejishughulisha na kazi mingi. Hebu nifungulie Luka 2:52. Unaona? Sasa hii ni imani ambayo bado haijathibitika, ndio maana tuko hapa kusemezana, tunajifunza kwao, wanajifunza kwetu. Yaani ukitaka kuwa Muislamu, mnakaribishwa pia. Ukitaka kuwa Muislamu ni hapa. Hakuna kucheleweshwa, sijui kuja msikitini, sijui next week, sijui nini. Yaani hata kwenye simu hapo unasilimishwa.
Lakini ndugu yetu inasemaje? Hiyo 2:41 ndo tusikie Mariamu alimuhitaji Yesu. 2:41 inasema basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka. Yaani wanaenda kuhiji. Ukisikia kwenda Yerusalemu kila mwaka, ndo vile unasikia Waislamu wanaenda Maka kila mwaka. Pilgrimage. I can see you are very good in English. You don't understand Swahili. Inanitatiza kidogo. Inamtatiza kidogo. Tuendelee. Wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, alipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu. Yule mtoto nani? Yesu. Yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni. Tulia. Nani amepatikana hekaluni? Yesu. Baada ya siku ngapi? 3. Mtoto amepotea siku 3. Yaani ingekuwa ni dunia ya leo, ungesikia kwenye taarifa za habari kuna mtoto amepotea, sawa? Mara ya mwisho alionekana wapi? Yerusalemu. Hekaluni. Alionekana wapi? Hekaluni. Tuendelee. Mtoto amepatikana hekaluni. Mungu kapotea. Tuendelee. Ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Na yeye alikuwa anauliza anasikiliza na kuuliza maswali. Tuendelee. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na maajabu yake. Na walipomuona walishangaa. Na mama yake. Na mama ya nani? Yake. Mama yake nani? Yesu. Ambaye anaitwa nani? Mary. Mama yake Mungu. Na mama yake akamwambia, mwanangu. Mwanangu. Nani? Mwanangu. Ati akamwambia mwanangu. Kwa hivyo Maria alikuwa anamuita Yesu Mwanangu. Ayemjuaye mtoto sana ni baba au ni mama? Mama. Mama anamuita Yesu nani? Mwanangu. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana... Kulingana ile andiko, sio CRE. Hapa. Sisemi CRE, si tuko hapa. Kulingana na hapa, Yesu ni mwana wa nani? Sasa kulingana na Biblia, Mary is the earthly mother of Christ. Kuna neno earthly hapa? Kuna neno earthly hapa. Ama heavenly? Hivyo ndo iko. Hebu tuende vile tumesoma andiko. Mariamu alipomwona Yesu alimuita mwanangu. Lakini wewe unasema ukitaka kuwa Mkristo unatakiwa muite Yesu nani? Bwana. Nikakuuliza Mariamu aliwahi kumuita Yesu nani? Amemuita mwanangu. La hakumuita nani? Bwana. Kwa hivyo Mariamu sio dini gani? Ili uwe Mkristo unatakiwa useme Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amenitendea. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba. Amenitendea. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kama ile amenitendea mema. Sasa swala ameoa Yesu. Yesu alioa. Hebu subiri sasa. Kwa hivyo kulingana na mafundisho yako, Mariamu hakuwa dini gani? Mariamu alikuwa Mkristo. Kwa nini alikuwa Mkristo? Aliwahi kumuita Yesu Bwana ndio awe Mkristo. Si unajua bado hapo Yesu alikuwa mdogo. Akiwa mkubwa ni wapi alimuita Bwana? Siwezi kumbuka vizuri. Siwezi kumbuka vizuri. Sasa kulingana na Uislamu, Mariamu ni Muislamu, Yesu ni Muislamu na manabii wote ni Waislamu. Kwa sababu gani? Kwa Muislamu ni kuwa na ile itikadi ama kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwamba ni mmoja tu,
hana mwenzake. Sasa nyinyi kwa Uislamu mnaamini Yesu ni nani? Tunaamini Yesu kama alivyojisemea mwenyewe katika Qur'ani 61:6. Soma hapo. Haya, 61:6. 61:6. 61:6 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Kwa hivyo Yesu alisema yeye ni nani? Kulingana na nyinyi nimeuliza nyinyi mnaamini Yesu. Si ndio tunasoma Qur'ani. Wamesema Qur'ani imesemaje? Imesemaje? Mbona ulikuwa sokoni rafiki yangu? Hapana. Wewe ni mwanafunzi unatakiwa uwe very attentive, ndio? Na wakumbushe aliposema Isa, aliposema Nabii Yani Yesu Isa bin Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Mimi ni nani? Mtume. Kwa hivyo Yesu kwa kinywa chake alisema mimi ni nani? Mtume. Sasa nyinyi Waislamu mnaamini Yesu alisema yeye ni mtume. Hata Naweza wafungulia hadi. hebu kabla hujanifungulia, hebu nipe Waebrania 3:1. Waebrania 3:1. Hii ni yenu? Hii ni yetu. Haya. Naomba asome mwenyewe. Waebrania. Waraka wa Waebrania 3:1. Ndio hii. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu. Ati nani? Maungamo yetu Yesu. Nani? Okay, tumtafakari nani? Nani? Sana nani huyo? Mtume na kuhani mkuu wa maungano yetu. Maungamo. Nani huyo? Yesu. Kwa hivyo Yesu ni? Hebu nipe kwa Kiingereza. Hapa. Yesu ni? Mtume nasema hivyo. Unaiamini ya Kiswahili ama tuichome tutafute ya Kiingereza? Tafuta Kiingereza. Alafu wewe unasoma Kitale boarding school. Boarding school. Wewe unataka kuaibisha mwalimu wako wa lugha ya Kiswahili. Unajua wewe unataka kuaibisha mwalimu wako wa lugha ya Kiswahili. Kiswahili ni somo shuleni ama sio somo? Ni somo, lakini unasoma lugha ya Kiswahili. Nikuulize, lugha ya taifa. Tena lugha ya taifa. Ni sawa. Wewe ni Mkenya. Sijakataa ni lugha ya taifa, lakini wewe ni Mkenya. Kila mtu ako na his own level of understanding. Thank you so much. Are you a Kenyan? Yes. Do you know languages of Kenya? Yes. Which language and which language? Official language. Official languages of Kenya. English and Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya taifa na lugha ambayo inafaa ipelekwe juu kabisa. Umai kupata kule kwa wazungu, mzungu anasema this is a Kiswahili speaking zone kule kwa wazungu? Hapana. Lakini sisi huku tunajitia uzungu kuandika this is an English speaking zone. Nisaidie tu hiyo tumalize. Haya, sasa kwa hivyo kwa hiyo hii inasema vizuri, enyi ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani wa maungamo yetu Yesu. Ni sisi tumesema ama ni Biblia? 17:3 inasema hivi, Yohana, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa and this is the eternal life. Uliyemtuma. Sasa nani alitumwa? Yesu. Alitumwa na nani? Na Mungu. Anayetumwa na Mungu anakuwa nani? So acha nikuelezee sasa. So in Christianity we believe in the Holy Trinity. Kuna God the Father. Imeandikwa wapi? Shika, tafuta Holy the Trinity. Bible, si uko na Biblia hapa? Niko nayo. Hebu Google ama utafute. The Trinity does not appear in the, it is a doctrine that does not appear in the Bible. Asante sana. Asante sana. Ni ukweli. Acha nikuelezee. But we believe in God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Okay? And Jesus is fully God. It is written in the Bible. Which verse? Which verse? Titus 2:13. Jesus is fully God. Yes. 2:13 nasema, na tukilitazama tumaini yenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Yesu ni Mungu mkuu. Mungu mkuu ni Yesu. Sasa ni kama Trinity. Mungu ni mmoja. Hatuwezi sema ati Mungu ni watatu. Mungu ni mmoja. Ni kama sasa wewe ni Ramadhani. Ngoja kidogo tu.
Hapa naona kumechacha sasa kidogo. Ati mimi ni Ramadhani. Wewe ni Ramadhani. Sasa the Bible inatuambia in Genesis you are made in the image and likeness of God. Hapa kwa Trinity ndo nataka hapo. Ndo niko tu hapo. Yaani ndo na elaborate uelewe. So there is this Ramadan, you are in three dimensions. There is this flesh that we can see, there is your soul, and there is your spirit. Your spirit is the one that communicates effectively to God, and your soul is that your emotion, your thinking capacity, and your flesh is the physical manifestation. So that is the same way as the Bible tells us that God has created us in his own image and likeness. That's how God is. So sisi ni mfano wa Mungu au Mungu ni mfano wetu? Sisi ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo Mungu ana nyama. Sasa ndo nakuelezea. So God, umenipa mfano na mimi. Nimekupa mfano. I have flesh. You have flesh. You have What about God? So ndo nakuelezea. You have flesh, you have soul, and you have spirit. Na ni doctrine. Hii ni doctrine. Hiyo Trinity. Ndo nasema ni doctrine, sio maandiko. Ni maandiko. Sasa wewe umesema hivi sababu muda wetu umeisha. Acha nikuelezea haraka. So God ako in ni one God but has revealed himself as three persons. Wapi? Shika Biblia. Wapi? Unajua usomi wewe unasema unaeleza tu. Hizo ni imagination. Umesema okay. Wewe umesema Trinity. Trinity unasema the Godhead. God the Son, God the Holy Spirit. Na kulingana na Tito 2:13, huyu God the Son ndio Mungu mkuu. God the Son ni Jesus, ndio Mungu mkuu. Kwa hivyo hao wengine wako chini yake. Hapana, they do not they share the same divine equally. They do not compete. They are co-equal. Yeah, they are co-equal. Co-eternal. Hebu nipe Yohana 14:28 tumalize kazi. Yohana 14:28. 28. Yohana 14:28. Inasema, unaweza kufungua hiyo tusome pamoja. Inasema, mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia. Yohana 14:28. 14:28. Na pia utaisoma katika Kiingereza. Utaisoma kwenye Kizungu kinachotuletea kizunguzungu na kutupeleka kizungumkuti. Ndio. Hiyo ni Yohana 14:28. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama unasikia lakini kama mngalinipenda mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Nani anaongea hapa brother? Jesus. Anaenda kwa nani? Father. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Nani mkuu? Father ni mkuu kumshinda. Kuliko nani? Yesu. Kwa sababu when Jesus umesema ni co-equal. Hata nikuelezee. Kwa sababu when Jesus came here, he took the form of man. And as you know, man is beneath God. That's why ulikuwa unasikia Yesu pia akiwa hapa alikuwa anaweza kusikia njaa hivyo because he was wearing the flesh of man. Okay. Sasa nafikiri muda wetu umeisha. Naomba umalize inshallah. Wewe uko secondary school. Na ukiwa secondary school ukisoma biology. Ukisoma biology kuna branches of biology. We have botany and we have zoology. Na wewe unasoma kwamba botany is the scientific study, si ndio? Of what? Sifanyi biology. So ukienda high school, everything you are supposed to study scientific. Even the Bible, you are supposed now to study scientific. Yani usisome vile wengine wanasoma, unafaa uisome deeply na kuiangalia a word after a word. So inasikitisha kwamba we hata baada ya kwenda shuleni, imagine you reason the same with a person who never went to school that God is 3 in 1. Ndugu yangu, God is 3 in 1. Sasa hii fees ambayo mzazi analipa shuleni, you are supposed to be unique from other people. Unaona? You are supposed to be unique from other people. Unaona? So inshallah wacha Mwenyezi Mungu atujalie, kwa sababu wakati umeisha na ni wakati wa swala. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie uendelee kufanya research. Na shuleni msiache walimu wa CRE kuenjoy life bwana. Waulizeni hao walimu maswali.
wapeleke shuleni, muwaulize maswali inshallah. Inshallah hadi kufikia hapo, kama bado hauja subscribe katika screen pale, inshallah pata kusubscribe. Channel hii inaitwa Straight Path Dawa. Pia unaweza kuandika, ukiingia pale TikTok unaandika Straight Path Dawa, ama pia unaweza kuandika Sheikh Ramadhan Kuria, kisha utampata pale katika TikTok. Unaona vipindi vyetu jinsi vinavyoendelea, unasoma mengi sana kuhusiana na dini. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.